Hivi utaendelea kunikosea heshima mpaka leo? Hivi unajua kwamba sipo kwenye mudi nzuri? Yes, hauko kwenye mudi lakini haujajibu swali langu. Kwa sababu sina majibu ya maswali yako. I see. Anyway, sidhani kama ni vizuri kuendelea kubishana na wewe asubuhi yote hii. Oh, naona uko busy kumwangalia mtu ambaye wewe ndio ulifanya mpaka yeye awe huko alipo sasa hivi. Nice. Good morning, Daddy. Good morning, my son. How are you? I'm okay. Uko poa? Yeah. Usijali, Daddy. Mimi nitaongea na bro. Everything's gonna be alright. Soon. Yeah, okay. I love you, my son. I love you too, Daddy. Okay. Have a good day. You too, Daddy. Okay. Mwanangu, naomba usikae muda mrefu pasipo kuja kuniona. Nadhani unaelewa hali yangu sasa jinsi ilivyo. Baba, na kweli nikipata tu kazi nahakikisha narudi katika hali yako ya kawaida. Na pia sitamsamehe yote aliyehusika na hili. Mwenyezi Mungu atufundisha katika vitabu vyake tusamehe 7 mara 70. Kwa hiyo nawe pia mwanangu unapaswa kusamehe. Wewe baba wewe chukua zako time wewe. Asha wewe. Haya mwanangu. Mungu akutangulie. Jorash. Yes, boss. Kwa sasa nataka nitumie muda wangu vizuri sana. Okay. Na familia yangu. Hususan kwa watoto wangu. Kwa sababu hapa nyuma nimefanya mambo mengi ya hovyo. Kwa mlevi kupindukia. Sikuwa naonyesha kuijali familia, so vitu vingi sana vimeharibika. Mpaka ikatokea nikampoteza mke wangu. Kwa nini useme hivyo mzee wangu? Ngoja nikwambie tu kwa ufupi. Siku moja nilirudi nyumbani nikiwa nimelewa. Nimelewa sana. So mke wangu alijaribu kunisema, jaribu kuongea na mimi kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapambana na mimi kuhakikisha kwamba niache hiyo kitu. Lakini sikutaka kumsikiliza, nikampiga. Nilivyompiga naye kama mwanadamu akapata hasira, akafungasha kila kitu cha kwake akaondoka. And that was the last time kumuona. Kwa sababu ilivyofika asubuhi tukapewa taarifa kwamba alipata ajali ya gari akafa. Na hiyo ndio sababu naona hata Max ana chuki sana. Mimi nimemdisturb sana. Kweli mzee wangu. Pole sana. Pole sana. Asante. Ila jambo lingine, kwa ole wangu mdogo alikuwa kosa lako kabisa. Ilikuwa kosa langu. Ilikuwa kosa langu kwa sababu bila mimi haya yote yasingetokea. Ni mimi ndo nisababisha. Lakini I promise you, napambana kuhakikisha furaha ya Max inarejea. Yaani nitafanya kila ninaloliweza mpaka furaha yake rudie.
Kivipi bosi wangu? Love, nimeshapanga mkakati mzuri sana, namtafutia mchumba ambaye atamuoa. Wow. Wow. Yeah. Ana bahati sana, pia ni jambo jema sana, ila nina swali mzee wangu. Sasa ikitokea Max anakataa wala hapendi, amtaki huyo mchumba, kwako wewe kama baba utaichukuliaje? Charashi, you know me, I'm a lion. Na mtoto wa simba Ni simba. mtoto wa simba Ni simba vile vile. basi amini kwamba hawezi kuruka kitu ambacho mimi nitamwambia. Hawezi kusimama mbele yangu akapingana na jambo lolote mimi nalolipanga. Ni jambo jema sana mzee wangu. Anyway, nimekuelewa na nimeipenda hiyo. Niseme tu Max ana bahati sana. Swali lingine bosi, nilikuwa nataka nikwambie ni kuhusiana na mfanyakazi. Mfanyakazi tayari tushampata, na ndani ya siku 2 hizi nitamleta kwako umwangalie pia, na ukiridhia we kama boss basi anaweza akaanza kazi na itakuwa hivyo yani. Good news. Nashukuru bosi. Anyway, ni kuache bosi wangu niendelee na majukumu mengine ya kazi. Nashukuru nime have good time na wewe, na acha tuendelee kuwasiliana bosi. No, sawa. It's okay. Asante bosi. Nashukuru sana. Asante. Jioni njema. Asante. Karibu chakula kisima Kids Food. Mtoto na macho mazuri wewe. Taniua. Ndio, na hili nalo kaa ngese. Wewe ndo nini kuniongeleshea wateja vipi? Unataka wasije. Ni wakose kabisa. Sasa mimi mtu namhudumia kama mfalme afa ananiletea upuuzi. Sasa ndio mjibu vile Asha. Kwanza lijichunia na mimi sijui alipigage mswaki lile. Haya, tuachane na hayo. Jana kuna mtu amekuja hapa kutafuta. Mkaka. Mkaka gani? Mimi simjui, ila ni mweupe tu. Anasema ulishamhudumia chakula na amekupatia kazi, anataka muondoke pamoja. Asante Mungu, babangu amepona. Sasa unaanza kufurahia hata kazi hujapata lakini. Asha, wewe naye kazi zuzu. Mpaka ufanye interview. Mambo ya interview? Si Kiingereza hicho, mimi na wapi na wapi? Ndio ufanye mazoezi.
Karibu sana Lucy. Thank you baba. Hawa ni watoto wangu. Huyu mwenye marasta huyu anaitwa Romeo. Ndo mwanangu wa pili na wa mwisho of course. Na huyu ndo mwanangu wa kwanza anaitwa Max. Okay. Inaonekana mmeongea na baba kila kitu. Yeah, baba ameniambia kila kitu. Safi sana. Wana, huyu anaitwa Lucy, ni mtoto wa rafiki yangu kipenzi, na nadhani tumzoee kuanzia sasa kwa sababu tutakuwa naye, lakini kwa muda tu. Yeah. Nice to meet you, Miss Lucy. Thank you. Nisikie kwa. Nice to meet you.